kutoka parokia Nundu na parokia ya Igoma tumekutana hapa ili tukabiliane msalaba ambao ni chombo alichotumia Bwana wetu Yesu Kristo kutukomboa. Tunafanya tendo hili la ibada kuheshimu msalaba ili Mungu azidi kutujalia neema ambazo Kristo alistahilia kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tunawakabidhi msalaba huu ili tuupokee kama kumpokea Kristo katika parokia yetu. Msalaba huu huwe ishara ya ujio wa Kristo katika mwaka huu mtakatifu katika parokia yenu. Wakati wote utakao kuwa parokiani kwenu, utunzeni na kuheshimu kama chombo kitakatifu kilichotuletea wokovu. Ishara ya msalaba huu iwaletee wingi wa neema na baraka za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya 3 aya ya 14 hadi aya ya 21. Kama vile Musa alivyomwinua juu nyoka wa shaba kule jangwani, naye Mwana wa Mtu atainuliwa juu vivyo hivyo, ili kila anayemwamini awe na uhai wa milele. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uhai wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali aukomboe. Anayemwamini mwana hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana wa pekee wa Mungu. Na hukumu yenyewe ndiyo hii: mwanga umekuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko mwanga, kwani matendo yao ni maovu. Kila mtu atendaye maovu anauchukia mwanga, wala haji kwenye mwanga, maana hapendi matendo yake maovu yamulikwe. Lakini mwenye kuuzingatia ukweli huja kwenye mwanga, ili matendo yake yaonekane yametendwa kwa kumtii Mungu. Neno. Kristo ametolea Mungu Baba nafsi yake msalabani ili ampatanishe na wanadamu. Baba wa huruma, uyasikie maombi yetu. Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo. Msalaba ututie shukrani mioyoni mwetu, Bwana. Tunakuomba usikie. Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao. Msalaba ututie nguvu katika mateso na hatari, Bwana. Tunakuomba usibariki. Tutumie ishara ya msalaba kwa kuwafukuza pepo wabaya na washawishi, Bwana. Tunakuomba utubariki. Tufanye ishara ya msalaba kuwabariki watoto na wapenzi wetu. Tufanye ishara ya msalaba maishani na kifoni, Bwana. Tunakuomba utubariki. Tuombe. Mungu Mwenyezi, umeweka msalaba uwe ishara ya ukombozi wetu na alama ya mapendo yako. Twakuomba utupe neema ya kuchukua msalaba wetu pamoja na mkombozi kwa mapendo makubwa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, sasa ni nafasi ya kukabidhiana msalaba mtakatifu. Baada ya tutakavyo wakabidhi hivi
ifuatavyo. Kwanza, kuna mkeka huu mnaoona juu, achana na huo uliotangulia chini. Huu hapa mzubwa, hicho kidogo mtakiona baadaye kinakaa ndani. Mtaona kuna stendi ya msalaba hapa. Kuna mti wa msalaba mtauona, utatolewa toka ndani. Kuna vibanio vya chuma vitatu vinasaidia kushika ule mti wa msalaba unaochomekwa kwenye stendi. Kuna sanduku la msalaba, ndilo hili mnaloliona. Kuna kitambaa cheupe cha kufunika ndani ya sanduku la msalaba, mtakiona kipo ndani na msalaba wenyewe. Zaidi ya hivyo vyote, kuna mwandishi wa Njombe TV. Sasa watafungua kitambaa kilichoviringishwa kwenye sanduku. Watafungua sanduku lenyewe. Watatoa mti wa msalaba na vibanio vyake na kucheza au kukwaya. Sasa watachukua msalaba. Watu wanapopewa nafasi ya kufika kusali mbele ya msalaba, kitambaa hicho chekundu kidogo lazima kirekebishwe kwenye hivyo vyuma vilivyokunjwa, kuzuia mtu asijigonge hapo. Wanapoabudu watu wazima waviringisha hapo. Wanapoabudu watoto, msalaba utashushwa kwenye stendi ya chini na kitambaa kitaviringishwa kwenye vile vyuma vya chini. Wakati wa kuabudu, mmoja atashika msalaba muda wote kama yule, wawili pembeni yake. Wanakuja kuabudu. Anayeenda anaanzia huku, anapiga goti la kwanza, goti la pili, goti la tatu. Kama kuna mmoja anakutikana na changamoto, naweza mkamsaidia. Mimi niko kwa sala na nini wakiisha watu wazima ambao sio wagonjwa wala sio watoto, salama wawekwa kwenye ngazi, stendi itakalishwa kwenye ngazi na msalaba utashushwa kwenye stendi ya chini. Naomba tufanye hivyo. Anayepokea mkono unashika hapo,
halafu mkono wake wa kulia unaingia hapo ndani. Ubebaji ndio msalaba. Kama watu wamepokea sehemu, wanatembea hadi kufika kanisani, watapokezana hivyo kitambo kifupi. Sasa naomba wasogee watu wa Nundu waweze kupokea msalaba. Ninyi wahusika, naomba muwapishe hao. Asogee mmoja, unasogea mbele ya msalaba, unapiga ishara ya msalaba, halafu unaenda kushoto kwa huyo aliyebeba msalaba. Hapo msalaba wanakuhamishia kwenye bega lako la kushoto. Wewe unapokea kwanza mkono wa kushoto chini, mkono wa kulia unaingiza hapo hapo. Kuna mikanda hiyo ambayo anayehudumia atavaa daima. Naomba mimi nimetoka Igoma, muelekeze wenzenu namna mnafanya. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Aimbaji.